kama kawaida tunazidi tukizidi, na mie wako mjomba ndani ya Sema na Mjomba. Mambo vipi team Mjomba? Kama kawa tuko ndani ya Sema na Mjomba, show moto tena ya kishua zaidi hapa ndani ya 254. Thank you so much for your support and feedback pale kwa mitandao ya kijamii. Show ya leo tuna turntables I say, manake tuko naye top hadi top DJ, first gospel DJ in Kenya kushinda Groove Awards 3 times in a row, na pia yeye ni TV host pale at Crossover 101 and also the CEO of System Unit Africa. Karibu sana DJ Mo kwenye Sema na Mjomba show. Nashukuru sana. Kumbuka bwana team Mjomba, nataka tu kujua DJ Mo cheza kama yeye vipi ndani ya Sema na Mjomba show, cheza kama edition, kwa hivyo usicheze mbali ndio kuanza tu. Mo. Yes. The Moriah's reality show. Yes. Imekuja tena kwa mpigo zaidi. Ni show kali sana. Tunasumbua tu pole pole tukiona kama tunaweza saidiana. Unajua hizo stories za marriage si mchezo. Kabisa. So tukakaa chini vitu kama mna concept. We don't call it a reality show but it has a format. Yes. Iko na format ukiangalia pale but kenye tunafanya ni kusolve issues za wase kwa marriage ama wase kwa relationship ama msiataka kwenda kwa marriage. Ndio akifika pale anakuwa meka gia yake poa. Asiende kukwama pale. Usiende kukwama pale, uende ukiwa sawa. Marriage ni poa. However, iko na issues na challenges zake kama kuzoeana, small fights, lack of trust, poor communication na shida mingi ndogo ndogo hapa na pale. And just the same way nyinyi huzipitia hizi shida, the Moriahs are not any different. And that's why here at the Moriahs, Mo na size 8 write down their problems on a paper and put them in a jar. Then, wanna invite couples who have gone before them for dinner, wawasaidie kutatua hizi shida. They do this because wanapendana sana and they want to make their marriage work. Kumbukeni, what God has put together, let no man put asunder. Welcome to Dine with the Moriahs. Watu wakidate wanaenjoyana sana, unataka mtu on the perfect side of you nini, but in the real sense vitu ni different kwa ground. Kabisa, kabisa. Sasa imekuwaje kwa just schedule yako ndio sasa uweze kupata time ya kufanya vitu zingine na bado unashoot ile show? Tuko na siku ya kushoot, alafu unajua kila kitu ni kujipanga. Unajua ukiwa na timetable unajua siku hii ndio inakuwa siku yangu ya kushoot, siku yangu ya meetings, siku yangu ya kumeet mabeshte, siku yangu ya kulala, hivyo utakuwa uko sawa. Siku yangu ya familia, all those things zinaingiana fiti. So ni kuschedule tu na kukuwa na calendar. Unacheza kama wewe. Unacheza kama wewe kabisa kwa mpigo. Umekuwa pale host at Crossover 101. Yes. Ilikuwaje mpaka sasa ukaingia pale as a host? Unajua mimi nimelelewa Ronga Mimi nimeishi Ronga. Mimi nimelelewa Ronga, nimeishi Kware. Nilitoka Ronga cause wazazi wangu walihama, I think it was 2008. 2008 hapo ndio nilitoka Ronga. Mimi najua Ronga kukushinda. Unajua mimi nimekuja huku juzi tu. Kwa hivyo ni hatuwezi. Mimi nimelelewa Kware. Moja hii hapa. Kwa moja my friend, mimi nakwambia naijua kama my hand. So what happened, tulihama 2008. Not because nilitaka kuhama but wazazi wangu walipata place nyingine. So tukahama wakaenda Nyeri but sasa mimi nikabaki. Kuja hustle hapa hivi nikaanza life huko Zima. Ghetto 44. Yes. So nikaanza life hapo. So to fast forward whatever. So 2009 2010 after 2 years nishajitrain kila kitu. Nikiwa Runga nilikuwa najitrain. Nilikuwa nenda hata huko kujitrain ku DJ. But alafu nilikuanga mkubwa wa youth pale Nope pale hivyo. Unajua pale kuna sociology pale Runga stage. Na hiyo stage chini kule. So tulikuwa na group inaitwa Ray. Mimi ndio nilikuanga mbigi wa youth sasa hapa Runga. Alafu tulikuwa kwa group inaitwa Head Squad. Tulikuwa tuna rap nini. Nakumbuka. Tumefanya mambo vuruga huko kabisa. Saa zingine tuna dance mangoma za River Road. Tumetoka mbali. So to cut the long story short, mimi Ronga naijua poa sana. Mimi kama hata saa zingine lakini chini ya maji. So najua sasa kidogo kuona maboys. But sasa 2010 after kuhustle nini after DJ Academy 2010 kulikuwa na kitu ilikuwa ito Pilsner Mfalme competition. It was Kenya wide ya DJ Pilsner Mfalme. And you see mimi when I started nikaambia God, ukinifanya tu yani nikuwe DJ, nikikuwa tu DJ mimi nataka kufanya tu gospel music. That's it. I want to give my talent back to you. So when I went to Pilsner Mfalme nilienda kama gospel DJ. So tukafanya mpaka final pale Carnival. So pale Carnival je sasa venye tulifanya round ya mwisho nikachafua nini nikapanda kwa meza nini kila kitu mimi nilikuwa na point A. Lakini sasa singepewa because mimi ni gospel DJ and I can't push brand ya Pilsner.
So after hiyo kitu imehappen hivyo, hiyo weekend ingine basi wakaandika this guy DJ what need the guy to watch out for nini. So kelele yangu ilianza hivyo. So 2010 ndio niliingia kwa gazeti for the first time. Unanielewa? So after hapo nikanominatiwa Groove Awards for the first time 2010. After kunominatiwa nikawin Groove Awards for the first time. The same year 2010 sasa. Yes, on stage. Hiyo award ni Chris Kirubi alikuwa anapeana. Yes. So akaniambia, you guys, there's something about you. So akinipea award akaniambia kuja on Monday, I'll give you a show on Capital FM. So venye tu nilienda hiyo oreba ndio nikaanza Capital FM 2010. Then the same after 2 weeks NTV wakanipigia wakaniambia, we have a show here and we want you to become the DJ. So after 2 weeks, yes, tena nikaanza crossover. So nilianzaje? So that's like a small story of how it started. Mpaka ukafika hapo. Yes, mpaka nikafika hapo. So when one door shuts, yes, another one opens. Yes. Don't only watch and enjoy. Click the subscribe button and like our videos. Cheza karibu. Na hiyo rapo bado uko nayo na Chris Kirubi hadi wa leo? Ni best yangu sana. Unamjenga chairman. Ni rafiki wangu sana yani. Sababu nakumbuka ukisema yeye ndo alikupatia your first gig. Yani personally yeye alinipatia. Si kwenda left right nilisema kuja yeye ndiye alinipatia show. My first show Capital FM. Wow. Yes. Amazing. Yes. Now you're also an award winning DJ. Umevuruga pale Groove Awards mara kadhaa. Umetuwakilisha Mwafaka Awards pia. Ukapanda ndege hadi kule Marekani ukashinda Atlanta Awards. Yes. Ni nini mtume ucheze kama wewe as a DJ? Unajua, first of all you put God first in everything that you do. Tunaenda nyewe. Mimi usema hivyo, kuna mse anakuanga kichwa ngumu kwa Mungu, kwa God, unajua. Yes. Unajua sasa mtaani unasemanga na nimekuwa hiyo mtaani nimekwambia mimi kama kichwa ngumu niko nayo. Oh my God, niko nayo. But when you put God first in everything that you do, kila kitu kinakuwa sawa. Two, you must work hard. Usitulie tu just unasema things are not working for me. You have to push. So nimekuwa nikipush sana. And you have to really work hard. And you have to work smart at the same time. So hizo ndio vitu zimekuwa zikinifanya nifike pale nilifika. So that's the secret. Mimi ni fan sana wa mixes zako, JMO. Ni aje wewe ujue ati sasa hii ngoma ndio nitaimix na hii mpaka unapata hiyo playlist kali ambazo unatuvuga nazo pale Crossover 101. Two things, unajua, first of all, as I told you, there's a guy called DJ Neves who trained me. So I went for classes. DJ Academy ilikuwa ndio Spinridge way back. Spinridge way back. So waliweza kunitrain. Ni si DJ ni kitu practical. It's very practical. Yes. So first of all, ujuzi yenye mimi nimekuwa nao nimeitoa from whatever I learned from the class. Yes. Two, I do a lot of research. Kufanya research, you have to know things kama crowd science. Ukienda kuchezea wazee, unachezea ngoma gani? Ukichezea mavijana ngoma gani? Watu wakiwa ngoma gani? Watu wakiwa kanisa, watu wakitaka kuibua worship ngoma gani? So basically that's what you call crowd science. So you must be good at when it comes to skill. You must do research and you must know your crowd. Simple as that. Then you'll be able to know what to mix where and how. The rest ni skills tu. Na unacheza safi kabisa. Kuna upcoming artists wengine wako kule mashinani. Upata mziki zao aje? What happens is kama sasa hivi vitu zimekuwa easier because kuna social media. You can always put your song on YouTube. Then kwa social media yangu, whether ni Facebook ama ni Instagram, just DM me the link. Mimi nita from my end. Just kama kitambo ulikuwa unatoka Kakamega sijui wapi, unakuja Nation Center unaacha hapo kwa reception, hiyo time iliisha. Hata siku hizi ma laptop zinanga place ya kuweka CD. Unaelewa? So what you do, you just upload on YouTube, then send us the link. Just that. Lakini mo bana, unajua pale IG kuna mafans wengi, 1.5 million followers. DM unaziangaliaga zote? Tunaangalianga. You see pia tuko na wase pia, apart from sasa nikiangalia pia tuko na wase pia wanasaidia kuangalia. Lazima tuangaliane mafans wetu, lazima tuwashughulikie. Kuna shughuli fulani, kuna msee anakupatia biz from the same DM. Kuna msee anakutumia ngoma, kuna msee anataka help fulani. So tunasaidiana tu, we check. But then I check all my DMs. I check and I reply. Comments ndio ngumu sasa. You can't, huwezi keep up. Na reply tu kidogo kama unaendelea. Yeah. System Unit Africa imevuma sana for the last 10 years na bado inaenda mbali. Safari yake tu kwa kifupi imekuaje? Safari yake ni kidogo tu after Spinridge. This is after 2010 Groove Awards. That's when we thought nilikaa chini na msee anaitwa Lemba na Sadiq, we thought we need to come up with an outfit that we do things differently. And it started off as a school mission company. Ya kuanza tunaenda mashule, tunapea ngoma, tunapatia word, tunafanya all those things. That's how it started around 2010. After
kuifanya kama events company, we opened DJ Academy. So that's the idea of DJ Academy to ilianzia, because so many guys were like, I want to be like you, nataka kuwa DJ, but you didn't have places that we can refer them. Yes. So even though we come up, so from 2010 ikakuwa events company, then after like 2 years watu wakaenda tu wase wakagrow tu. So I think opened Genius, mimi nikabaki na system hapo kutoka majuu, alibaka baki majuu, so na mimi nikakuja nikatake over, tukafika hapa sasa. Fresh. Yeah. Wewe ni family man. Yeah, kabisa. Na wewe pia ni mwanabiashara. Wewe una balance aje maneno ya kazi na maneno ya familia? Time ya familia ni ya familia, especially Sundays ni siku yangu nikitoka show, siku ya familia. Hata si meeting na msee ni ngumu sana. So siku zingine zote ni za biashara. Nikimaliza job daily, of course I love to go back to my family. So ni kujipanga tu hivyo pole. Unamisha kisha kwamba kila kitu iko sawa. Because pia unaweza patiana inside sana huko alala. You know. Ndio ukikaa kwa nyumba sana mambo itaharibika sana bana. Fatherhood imekubadilisha aje? Growth, you know, growth means you tend to think things differently. Yes. How you take life, you know, you have kids, na mimi niko na watu wawili sahi, and you see they have to eat. So the fact that sasa mimi ni buda sasa, I have to hustle. Lazima utafute kabisa. So ina kuchange. Unajua mwanaume akikuwa busy na involve na kuhustle, automatically things change. You focus more, you don't entertain vitu za upuzi, you change friends sometimes, not because of whatever, you maintain friends, yes, but you see, now you hang out with mature people, with people who challenge you, all those things. So fatherhood ina changing him say in a different, yani ni different sana, kitu different sana. Man time ni muhimu sana. Very important, very importante. Wewe man time inamaanisha nini kwa maisha yako? Basically, you have to prioritize things as a man. You have to prioritize. You have to know what comes first in everything that you do. That's it. Wow. Don't only watch and enjoy. Click the subscribe button and like our videos. Cheza karibu. Mo, you are very passionate about marriage. Wewe na mke wako saizi mkaanzisha Dine with the Murayas event. What inspired you kuanzisha ile event? Because so many times people on IG ama social media, people thought sawa kusanangi, sawa wanakuanga perfect, sawa wananga issues and all those things. And at the same time unakuta ma DMs zimejaa. Hey, by the way, how you guys doing this thing? Mimi na bwanangu tunapitia hii, ama mimi na wife yangu anafanya hizi na hizi, we still go through the same thing. So we thought badala kutuanga magari tunafanya reality, tunaonesha wasee nini. We need to do something that can impact people. So that's how the show came about. So out of DMs, out of what people are going through, out of what we go through, so we needed to share with people so they can relate. Wajue zile shida unapitia, we also go through the same. Na ule msee hata beshte yako maybe akwambii anapitianga the same issues, even they don't talk. So show yetu tuli package na issues. What actually it's more of we always have problems in that kwa show yetu we always have problems, so you invite a couple that is way ahead of us to come and advise us as they advise everyone else. Basically that's it. Okay. Tusaidiane kwa life. Tusaidiane, we need each other. We need each other kusonga mbele. Lazima. Na kila mtu akona shida, usifikirie usionange mtu wanyama. Unajua pia hizi social media zinadanganya wasee. Zinadanganya sana. Watu wanapitia issues. So that's why we came about the show, because we wanted to show people issues ziko. And everyone goes through the same thing. Kabisa. Yes. And how to solve. Ni kweli, after the show ikiisha, we always solve. Na nakwambia sasa ina impact wase, the DMs we get, the marriages wase wanakuwa healed, tunaweza vitu zote. That's what matters. If tunaweza okoa marriage kama 15 whatever it is, iko tu sawa. That's what matters. Mo, wewe na bibi yako nyinyi ni celebrities. Na uselebi inakuja na pressure mingi sana. Kweli? Au umemanage aje kuhandle hizi pressures? It's because kuna brand na kuna marriage sasa hapo. So whenever tunafika kwa nyumba hiyo ni marriage. Tukitoka kwa hiyo mlango, so of course ni bwana na bibi, lakini that's what we call brand. So brand tunaichanga nje, brand is what you see. But according to sisi, marriage is what we have. So according to mimi and Linet, me sisi is mini brand, all those things. So lazima ujue ku distinguish between pale katikati. Ukikata hapo katikati uko sawa. Lakini tukileteana unajua mimi ni unajua haitaweza. Ndio kutawaka moto pale. Kutawaka moto na hela dada kuja na yake. Sasa hiyo nyumba itakalika kweli.
Mo is your mentor? Niko na mentor wengi depends on what area. As a DJ kibiashara. Kibiashara I don't think people wanamjua ni buda tu fulani beshte yangu sana. Kimuziki I have a few mentors when it comes to DJing. First of all, the guy who gave me the space called DJ Nevs. Yes. This is a guy who believed in me when I was in Ronga. When nilikuwa nakumbuka nilikuwa nalipisha mamat. Mimi hizo mamat nilikuwa nalipisha mat ndio nisilipe. Ulikuwa kama gera? Sio lazima nichukue ndio nisilipe hiyo round. So lazima tusikizane nao. Najua la wengi akina lefty. Hapa najua wase. Ulikuwa naenda Nganya gani? Tulikuwa Manganya zilikuwa kwamba unajua let me tell you something. Hiyo matime nilikuwa na mega gani? Kulikuwa na unajua mimi bado hiyo time nilikuwa Nakuru, sasa siwezi kusaidia. Tulikuwa na Manganya mob. Hata nimesahau. Alafu lakini tulikuwa hizi mamoshogi sasa inaziona sana hazikuanga. Hadi mamoshogi. Hizi Manganya big tulikuwa na zile ndogo. 14 sita zile. Hizi whatever. Ni tango hizi. Hebu nikumbuka nakwambia. So tulikuwa kama mbili. So lakini nilikuwa tango aje. Itakuja. So unajua lazima nichukue kwa Ferrari alafu ndio silipishe ukisha cooperative alafu ndio usilipe. So basically that's lazima hustle. Ulikuwa umeniulizaje? Nikakuuliza mentors wako. Mentors wangu. So DJ Nevs who gave me that opportunity kwa Badalunga. So DJ Nevs is a person who believed in me even after nikianza classes. There's another guy called Dan Masai. Dan Masai is a guy who paid for my DJ classes. Wow. So that's the guy who paid for my DJ class. I believe in you na nini. So akanilipia and then DJ Nevs. So kimuziki hapo ndio wase yani I look up to. Kuna watu wamekushika mkono wakakufikisha mahali. Yes. God akawatumia kukufikisha mahali umefika. Wewe kuna watu umeshika hapa nyuma unawainua. Hata nikihesabu hii show tutamaliza. I don't like talking too much but again from artists if ukiangalia jani yangu there are so many people nimeleta kwa limelight. Wengi. I keep my DJs pia tuko na wengi. I think apart from training because I've trained more than 2,000 DJs. Wow. We have ma DJ wengi sana wanajulikana sasa wenye umeinua. You see kuna wase wengine different from what I do kama we have people like akina MC Prize mwenye tunakuwa na crossover and every show ukiniona tuko na yeye au wengine bado tuna grow now. So when it comes to growing people I can't even count. I think ni wase wengi. Wow. Yes. Size 8 day wake South part 2. Ulisema if you have to fail while on God's side. Yes. Maneno mazito sana DJ Mo. Maneno mazito sana. Yes, you know in this life you have to choose a struggle. You see there's a reason as why some of us choose the God side. You better die then ukuje resurrect. You believe hey whatever I believed was there. God was there and you have nothing to lose. Kuliko dedi ukuje realize God alikuwa na only believe. Na ulipuuza tu. So ukiangalia what I meant by that I meant if I have to fail in everything that I do, better ni fail nikijua niko on God's side. Basically it's simple as that. Support system yako inakaa ni moto ni kali sana. Nikijaribu tu lazima kuwe mwise. Hii life lazima kuwe mwise. Unajua si chochana sana life nini usipokana wasioko na wisdom. Utaumia. So basically that's it. So lazima uangalie life hivyo. Ni si also pia kama kuna ubosi uongea na watu hapa Rungaza unakuta nini. So unakuta msetu ametulia, jaribu kumchanua yako comfort zone. Unashinda sasa okay. Na ni kuchochana ndio kuchochana. So you better have people as I said, people that can challenge you mentally, in life, all those things. So when you do that you'll have that wisdom of life. Wazi. Kumbuka mwana timu Mjomba tuko ndani ya Sema na Mjomba show part 2 yaja tena kwa mpigo zaidi, kwa hivyo usicheze mbali na tuko naye DJ Mo ndani ya Cheza Kama Wewe edition. Don't only watch and enjoy. Click the subscribe button and like our videos. Cheza Karibu.